Mtazamaji wa Inland Television pamoja na msikilizaji wa Inland FM Radio, tumekuwa tukitembelea wadau mbalimbali ambao sisi kama Inland Media tumekuwa tukifanya nao kazi, na tunakumbuka maonyesho yaliyopita, moja ya wadau ambao tulizungumza nao kwa kina na walifanyika tija kwa watu wengi, hususan wakulima na wafugaji, ilikuwa ni ndugu zetu kutokea Self Microfinance Fund, moja ya mfuko mzuri sana ambao ulifanyika tija, namna ya kuweza kuwainua wafanya biashara, namna ya kuwainua wakulima pamoja na wafugaji. Na hivi sasa pia mwaka huu wapo kwenye maonyesho haya Nane Nane. Banda lao liko karibu na jukwaa kuu, ambalo ndivyo ambavyo aidha ni mgeni rasmi ambaye anakuja kufungua ama kufunga maonyesho haya huwa anapatikana. Ukifika jukwaa kuu jirani na benki kuu, mabango lao linakuwa liko hapa, mabanda inapatikana eneo hili. Tumekuja kupata nafasi ya kuzungumza nao mambo mengi kwa kina, kujifunza, walau kuweza kufahamu tunavyozungumzia Self Microfinance Fund, hiki ni nini ama huu ni mfuko wa namna gani? Na hapa niko na Mr. Lameck Omondi, huyu ni meneja wa Self Kanda kwa ya Ziwa Pendera. Tusaidia, kanda inajumuisha mikoa gani na maeneo mengi kiasi gani ya kiutawala? Kiongozi, habari yako? Ni nzuri sana. Hongera kwa majukumu. Asante. Na tunafurahia sisi wakulima na wafugaji kwanza kuwaona tena kwa mwaka mwingine kwenye maonyesho haya. Na sisi pia tunashukuru Mungu kwamba tangu mwaka jana ametuweka hai na hatimaye tumeshiriki tena maonyesho ya Nane Nane 2026. Yeah. Pengine kwa mtu ambaye anatutazama hivi sasa kwenye runinga yetu na anatusikiliza kwa njia ya radio, ni vizuri pengine akafahamu jina lako kwa kina, lakini pia na nafasi yako. Mimi naitwa Lameck Omondi. Ni meneja wa ukanda huu ambapo nahudumia mikoa mitatu. Ndio. Mkoa wa Mwanza, mkoa wa Mara pamoja na mkoa wa Simiyu. Ndio. Mwanza, Mara pamoja na Simiyu. Tusaidie kufahamu tunavyozungumza Self ni nini? Self kimsingi ni taasisi ya umma, ipo chini ya Wizara ya Fedha na inahusika na kuinua maisha ya wananchi kwa njia ya shughuli ambazo wanazitumia katika kuzalisha mali, lakini pia kuendesha maisha yao kila siku. Ndio. Tumelenga wakulima, tumelenga wafugaji, tumelenga watumishi mbalimbali, makampuni, taasisi mbalimbali, na hata baadhi ya mabenki nao tunaingia nao katika huduma kwa kuhudumia katika bidhaa zetu ambazo tunatoa. Kwa Self kwa wastani ni taasisi ambayo inahudumia Watanzania wote. Ndio. Kuanzia wa chini kabisa, mamalishe, babalishe, mtu anayechoma mishikaki, mpaka mtu wa juu kabisa ambaye anamiliki kampuni mwenye mtaji mkubwa. Kwa hiyo tumelenga kila mtu katika Tanzania hii. Kwenye huyu ambaye mmemlenga sasa, pengine tufahamu mmemlenga kwa namna gani? Makundi yote haya tumeyalenga kwa makusudi makuu matatu. Kusudi la kwanza ni kuweza kuwawezesha katika mitaji wanayohitaji kuendesha shughuli zao. Ndio. Lakini kusudi la pili, tunatoa elimu ya biashara, kwa maana kwamba kwa mkopaji wetu atakayefika katika maeneo ya ofisi zetu ambazo zinapatikana nchi nzima, ndio, tunatamani tutambue kwamba mtu huyu anafanya shughuli gani, kwa mfumo gani, ana mapungufu yapi, na ni kweli anahitaji fedha kwa ajili ya kuendesha shughuli zake. Lakini mwisho tupo katika kuinua maisha ya Mtanzania wa kawaida. Ndio, yeah. Na hilo ndio lengo kuu, kwa maana kwamba ukishamwezesha mtu katika kipato chake, kuna namna maisha yake yatabadilika. Ataweza kupeleka mtoto shuleni, ataweza kupata mlo kamili, ataweza kupata huduma za afya na huduma zingine mbalimbali za jamii. Kwa hiyo ndio malengo yetu makuu. Kwa faida yetu, mimi msikilizaji pamoja na mtazamaji ambaye anatufuatilia hivi sasa tukiwa tunazungumza, meneja kanda Mr. Lameck Omondi, unaweza ukatupitisha walau kwa uchache tukaifahamu Self ilianzaje na kwa nini ilianzishwa huu mfuko? Pengine walau, unajua mtu akiwa na picha ya historia kwa ufupi anaweza akawa anajivunia hasa anapokuwa anazungumzia kwa habari ya Self Microfinance Fund. Self Microfinance Fund ni zao la mradi wa serikali ulioendeshwa hapo awali kwa mfumo wa project. Ulikuwa ni mradi maalum, ndio, ambao ulikuwa chini ya Benki ya Maendeleo ya Afrika. Lakini baada ya muda wa mradi kuisha, basi serikali ilionelea kwamba yale makusudi na malengo makuu ya mradi ambayo yalikuwa ni kuinua maisha ya Tanzania wa kawaida yaweze kuendeleza kwa mfumo kuendelea kuwafikia tena wananchi ambao walikuwa na uhitaji. Kwa hiyo tangu Self sajiliwa rasmi kama kampuni mwaka 2014 hadi sasa
tumejikita katika kuinua maisha wa Tanzania na hasa wale ambao wanajihusisha na shughuli za kiuchumi ili kuweza kuwainua maisha yao. Lakini pia kuna kundi ambalo tusilisahau, kundi la watumishi. Kundi hili inawezekana wasijihusisha katika masuala ya kiuchumi, lakini anaweza akakopa kwa lengo la kurejesha mkopo wetu kwa kutumia mshahara wake, lakini mkopo huu akautumia katika labda kujenga nyumba au kusomesha mtoto au kununua kifaa fulani ambacho labda siku nyingi alikuwa nikitamani. Kwa hiyo tumelenga hayo makundi yote. Ndio. Sasa tuko Nane Nane. Banda liko hapa. Huduma mnazozitoa ni zipi hapa Nane Nane? Na pengine kwa uchache tu, kwa nini mpo Nane Nane? Kwa Nane Nane, kwa kutambua kwamba tuna huduma nyingi ambazo tunazitoa ikiwemo na huduma za bima, nishati safi na huduma zingine za kifedha. Lakini kwa Nane Nane hapa tumelenga hasa wakulima ambao shughuli hii ni ya kwao. Tuna mkopo wa kilimo ambao umelenga taasisi ambazo zinahusika kwa moja na hawa wakulima wadogo wadogo na wakati. Kwa hiyo tukiwezesha taasisi hizi ni rahisi kuwafikia wale wakulima wa chini. Lakini sisi pia tuna bidhaa moja tunaita mkulima loan. Ni jina tu. Jina hili limelenga wafugaji lakini pia na wakulima wadogo wadogo, inawezekana wanajihusisha na bustani. Kwa sehemu kubwa kundi hili alijarasimisha shughuli zake. Kwa hiyo bila shaka wanapata changamoto nyingi sana wanapoenda kwenye taasisi za fedha kwa ajili ya kupata mitaji. Sasa sisi kuna namna tumerahisisha kwamba tukiweza kubaini kwamba mradi huo unaendeshwa kwa tija, mifumo yake inaeleweka, kwamba kuna kipato ambacho kinapatikana baada ya kila muda. Kwa mfano, mtu ana kuku labda 500. Hapo una tray ambazo sio chini ya tray kama 15-20 kama sijakosea. Mtu huyu ana kipato cha uhakika, lakini akija kukopa kwako kwa asilimia kubwa unaweza ukasema kwamba una leseni, una nini, una tini, ukasema kwamba labda hana sifa. Lakini kwa sisi, kwa wachache ambao tumejaribu kufanya nao shughuli hizi, wameweza kurejesha kwa uaminifu na wakafanya vizuri. Na baada ya hapo pia tukawashauri kwamba sasa ili waweze kupata huduma zaidi waweze kurasimisha shughuli zao ili wawe na uwezo wa kupata mikopo mikubwa zaidi. Kwa maana hiyo elimu hii inahitajika kumfikia kila mmoja. Haijalishi kipato chake. Yaani madam mtu ameingia kwenye biashara ama shughuli ya ufugaji ama shughuli ya kilimo. Elimu hii kutokea self microfinance anapaswa kuipata kila mmoja. Kwa sababu najaribu kuona kama tunaweza tukamuinua mfugaji wa kuku. Tayari tunaanza kumtengenezea mazingira salama. Kwa mfano jamii yetu sasa hivi nakutana na kundi wanaita kausha damu, mikopo umiza, mikopo yenye riba nafuu. Una kitu gani cha kumwambia huyu mfanyabiashara, mkulima ambaye ameona mzigo huu huko upande, lakini pengine kumbe anayo njia nyingine ya kupita anapokuja self? Lengo la kufika hata kwenye maonyesho haya kiwalisia sio kutoa huduma ya mikopo, kwa sababu kwa hizi siku 8 tunaweza tusipate muda wa kufanya mchakato mzima mpaka mkopaji akapata huduma. Lakini lengo letu kuu ni kuweza kutangaza huduma zetu, lakini pia kuweza kuwafikishia Watanzania taarifa kwamba kuna taasisi ambayo imejikita katika kuwafikia katika uwezo wao wa kuweza kuzalisha mali. Haya makundi yanapata mikopo ya gharama kubwa, nikimaanisha kausha damu, kwa sababu hawana taarifa za kutosha kuhusu soko la fedha ndio, na akina nani wanatoa huduma hizi. Kwa hiyo akipata uhitaji atakimbilia popote. Sasa lengo pia kufikia katika maonyesho haya, lakini pia kukutumia ndugu mtangazaji kupitia hata redio yenu na TV yenu, ni kwamba Watanzania wote waweze kupata elimu hii kwamba kuna taasisi inaitwa Self Microfinance Fund, mfuko ambao uko tayari kuhudumia wananchi kwa masharti ambayo ni rafiki lakini pia na nafuu sana. Tuseme anaweza kuyamudu mtu yoyote kwa kipato chochote. Yaani hapa hahitaji kuogopa kufungiwa milango ama kufungashiwa mizigo yake. Hapana. Na kusema kweli tungekuja na mashuhuda hapa sema kwamba bahati mbaya tukuweza kufanya masuala kwa wakati. Kuna mkopo ambao tunaita Boresha. Pamoja na kwamba inawezekana usiwe na uwiano moja kwa moja na tukio lile la Nane Nane, lakini ni mkopo ambao mkopaji anaweza kakopa kuanzia shilingi 200,000 mpaka shilingi milioni 4. Mkopo huu hauhitaji urasimishaji wa shughuli yoyote.
itahitaji tuwe na uwezo wa kurejesha shughuli inayoweza kufikika na kuonekana, lakini pia na mzunguko wa fedha ambao utaweza kusaidia katika kupatikana kwa marejesho. Kwa hiyo kwa tafsiri hii ni kwamba Self yupo kwa ajili ya kumhudumia kila mtu hata wa kipato cha chini. Kwa ukanda huu ambapo nikihudumia mikoa ya Mwanza pamoja na Mara na Simiyu, namba yangu inapatikana moja kwa moja ni 0752506989, lakini pia kwa barua pepe ni mwanza@self.go.tz ni barua pepe. Lakini namba ya simu nafikiri ni rafiki zaidi katika maongezi kwa sababu ni mawasiliano ya moja kwa moja. Kwenye barua pepe inawezekana labda siku mtandao usiwe mzuri au Mtanzania wa kawaida siwe na uwezo wa kuingia katika mtandao wetu au kwenye mfumo wote wa mtandao. Kwa namba za simu nafikiri zinaweza kusaidia zaidi. Unaweza kuzirejea tena kwa mara nyingine? Ni 0752506989, lakini kuna namba pia ya Airtel 0789027770. Ndio. Turudi sasa kufahamu ofisi hizi za kanda. Kwa mfano kuna mtu anayetutazama sasa hivi anayetusikiliza, tukitoka hapa Nane Nane, ofisi za Self Microfinance Fund kwa kanda hii yetu ya Ziwa, kwa maana hii mikoa mitatu ambayo Mr. Lameck Omondi kama meneja wa kanda unaihudumia, ofisi ziko wapi? Awali tulikuwa mtaa wa Majukano, lakini tumehamisha ofisi zetu, tumezipeleka sehemu ambapo ni rahisi kufikika, barabara ya Nyerere, jengo la Safe Plaza. Ni jengo ambalo ni refu kuliko zote katika barabara ya Nyerere, kwa hiyo ni vigumu mtu kupotea. Kabla ya barabara ya Nkuruma, makutano ya barabara ya Nkuruma pamoja na Nyerere kwenye mataa. Kwa hiyo ni nyuma kidogo, jengo la Safe Plaza, barabara ya Nyerere. Yaani maana yake ni katikati ya mataa ya Makoroboi na ni katikati na roundabout ya barabara ya Nyerere. Kwa maana hapo katikati, kabla ukivuka kona zile za kwenda Ribeti, kwenda Dampo, kuingia soko kuu, ofisi inapatikana hapo barabarani chini kabisa, kwa sababu ni barabarani. Labda kwa njia nyingine pia ambayo ni rahisi kidogo kwa wanaotambua jiografia ya Mwanza, alipo benki ya NBC tuko mbele yake kwa upande wa barabara ya Nyerere. Kwa hiyo ni mkabala wa nafikiri na jengo hilo sana. Unatazama Inland Television. Wakati ni sasa.